Vipako, vipako, vipako. Jamani, mwaka huu 2025 kila mtu ni vipako, huyu anapaka kipako, yule anapaka kipako, yote haya ili tu Waafrika sisi, Watanzania sisi, tuweze kuondokana na huu Tanzania na Uafrika, tuhamie kwenye uzungu. Unajua hii kitu cha kujichubua au cha kujitaka kuwa mtu kuwa mweupe, hakijaanza leo, wala juzi, wala jana. Imeanza miaka na miaka na miaka iliyopita. Mababu na mababu zetu wali-invent hizi njia mbalimbali kwa ajili ya kujitoa katika Uafrika, kujitoa katika uweusi, kwenda katika weupe. Na ni kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba ukiwa mweupe ndio unakuwa mzuri, which is ni upuuzi kuamini kitu kama hicho. Kwa sababu wazungu wenyewe tu kuna kitu kinaitwa tanning wanafanya kwenye ngozi zao ili wawe na ngozi ambayo inafanania na kuwa mweusi. So kitu kinaitwa kujichubua, mimi personally sikirecommend kwa mtu yoyote. Ila kwa wewe ambaye unapenda kuwa mweupe, maana mimi siwezi kuzuia. Mimi niko hapa kukuelimisha tu, kukupa elimu kwa kitu ambacho unakifanya. So kwa wewe ambaye unapenda kuwa mweupe, kuna hivi vitu vinaitwa vipako ambavyo mtu anakuwa anachukua mafuta tofauti tofauti, serum tofauti tofauti au hizi tubes tofauti tofauti, anachanganya kwenye kikopo, anakoroga anavyojua yeye, anakupatia upake. Anakuambia yani huwezi kutumia tu mafuta A peke yake yakakusaidia, unatakiwa uchanganye na mafuta B na mafuta C na mafuta D. Sasa huwezi kununua yote ya mafuta kwa pamoja, kwa hiyo ngoja mimi nikuchanganyie alafu nikupe ukapake. Hii ni nini watu mnafanya kwenye ngozi zenu? Hii ni nini watu mnakuwa hamna huruma na ngozi zenu? So leo nitawaelimisha kuhusu swala zima la vipako na kwa nini uache mara moja kutumia kitu kinaitwa kipako ambacho hakina jina, ila unajua tu ni mafuta A, mafuta B, mafuta C, mafuta D, mafuta E yamechanganywa. And instead tumia njia hii kama kweli unataka kuwa na ngozi nzuri kwa kutumia mafuta mbalimbali na wewe sio mpenzi wa kutumia mafuta aina moja. Kwenye haya mafuta wapenzi, huwa kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa active ingredient. Hizi actives ziko aina nyingi sana, kuanzia retinoids, vitamin C, azelaic acid, benzoyl peroxide, niacinamide, hyaluronic acid, hydroquinone, salicylic acid, vitamin E, AHA na BHAs. So ziko aina nyingi sana za actives ambazo zinawekwa kwenye mafuta mbalimbali, kwenye serum mbalimbali ili ziweze kukusaidia wewe ambaye unatumia uweze kuondokana na kitu fulani au uweze kuwa na ngozi ya aina fulani. So unapochukua mafuta A ukachanganya na mafuta B, akati kwenye mafuta A kuna retinoids na kwenye mafuta B kuna vitamin C, unachanganyaje vitamin C na retinoid pamoja alafu unaenda kutumia? What do you expect itokee kwenye ngozi yako? Watu wengi ambao mnapaka vipako wapenzi, hamjui kwamba kuna ingredients ambazo haziwezi zikachanganywa pamoja. Na ndio maana kwenye skincare kuna mafuta set hii ni ya retinoid, set hii ni ya vitamin C, set hii ni ya hydroquinone, set hii ni ya salicylic acid, set hii ni kwa ajili ya kitu fulani. So kuwa na vitu tofauti tofauti, yani set zimetenganishwa tofauti tofauti kwa sababu kuna actives ambazo haziwezi kuchanganywa pamoja. Hizi ndio ingredients 5 ambazo hautakiwi kuchanganya pamoja hata iweje. 1. Usichanganye retinol na benzoyl peroxide. 2. Usichanganye retinol na salicylic acid. 3. Usichanganye retinol na vitamin C. 4. Usichanganye retinol na AHA au BHA. And 5. Usichanganye vitamin C na benzoyl peroxide. Sasa wewe unaenda kwenye duka la mtu, unakuta mtu anakuchanganyia retinoid hapo hapo, salicylic acid hapo hapo, benzoyl peroxide hapo hapo, vitamin C hapo hapo, halafu anakuambia uende ukapake utakuwa na ngozi nzuri. Hiyo mantiki ipi ambayo ametumia? Na ndio maana unakuta mtu mwingine akipaka vipako au hivyo vipodozi ambavyo vinakuwa havina majina rasmi. Maana inakuwa haina majina. Ukishachanganya lotion A na lotion B, lotion C, wengine wanachanganya hadi zile tubes. Kuna tubes ambazo zinakuwa ni very very active. Yaani zinakuwa ni tubes ambazo zinatumika kama dawa. Ziko very very active. Anachukua zile tubes mbalimbali anakuchanganyia uende ukapake. Na ndio maana watu wengi sana tumekuwa na tatizo la kuwa na ngozi ambayo ni kavu kupitiliza au ngozi ambayo imepoteza skin barrier kupitiliza. Hadi ukitoka nje tu kwenye jua
unashangaa ngozi yako inaanza kuwa nyekundu. Wakati Mungu ametusaidia, ametubless watu weusi, wa Tanzania with melanin ya kutosha kwenye ngozi yako. And I've seen people wanasema wanachanganya mafuta mbalimbali ili wa control production of melanin kwenye ngozi yako. Kwa nini ucontrol production ya melanin? Unajua what melanin inamaanisha nini kwenye ngozi yako? Why do you have melanin on your skin? Melanin kwenye ngozi yako ina kitu gani ambacho kinafanya? Melanin ndio ambayo inatusaidia sisi, inatuprotect sisi, inatulinda na mionzi ya jua. Okay? Na ndio maana unaambia watu weusi wao kuzeeka wanachelewa sio kama wazungu. Of course, ni kwa sababu sisi tuna melanin nyingi. Hata tusipozingatia sana mambo ya sunscreen, unakuta ngozi yetu inaweza haiwezi ikawa impacted sana na jua kwa sababu ya ile melanin. Sasa wewe unaenda kuchukua mafuta kwa ajili ya kucontrol melanin production kwenye ngozi yako. Abego. Kwa nini tunafanya vitu kama hivi wapenzi? So kuanzia leo, kabla hujahamia kwenye kutumia vipako, I don't know, watu wengi sana tunapenda sana kujichubua. Wanapenda sana kuwa weupe. Mimi niko against mtu kujichubua kutoka kwenye rangi yake na kuwa mweupe. Kitu ambacho naweza kushauri ni uanze kufanya skincare kwa njia inaitwa layering. Nikisema layering na maanisha unachukua products zako, kama ni serum, kama ni mafuta, kama ni sunscreen, kama ni chochote ambacho unatumia, hakikisha unatumia hizi ingredients kwa kufanya layering. Yani paka kitu fulani kwanza, halafu kitu fulani kinafuata, halafu kitu fulani kinafuata, halafu kitu fulani kinafuata. Sio unachukua vile vitu vyote unavichanganya kwenye kibobo alafu unapaka. Unasema hapa sasa nimepata benefit ya kila kitu ambacho nakuwa nimekitumia. Okay? So utakiwi kufanya kitu kama hicho wapenzi. Kama nilivyowaambia, kuna ingredients ambazo hazitakiwi kuchanganywa pamoja. Kwa sababu unapo mix hizi ingredients au hizi actives zitakuwa zinafanya kazi kwa kukinzana na zitasababisha ngozi yako iweze kuwa na reaction mbaya. So kuanzia leo unapotaka kuchanganya vipako vyako, unapoenda kuchanganya vipako vyako, hakikisha chochote kilichoandikwa retinol, kilichoandikwa vitamin A hakichanganywi na kitu kilichoandikwa salicylic acid au AHA, BHA au vitamin C au benzoyl peroxide. Okay? Kwa sababu hizi ndo zinatengeneza mabomu ambayo mkienda kupaka unakuta mtu anakuwa na rangi mbili au bora tu na rangi mbili. Unakuwa una rangi 3 tofauti. Yaani ukimwangalia mtu usoni ni mweupe, ukimwangalia mikononi ni wa blue, ukimwangalia miguuni rangi nyingine kabisa. Tena usiombe umwangalie huko katikati ya mapaja na makalioni. Yaani unaweza useme kwani huko binadamu tumumbo tofauti au? Kumbe mwenzako ni mzee wa vipako. Kwa hiyo kuanzia leo wapenzi, tujitahidini kwenye swala zima la vipako. Tujitahidini kwenye swala zima la vipako, usiwe unatumia kitu chochote ambacho haujui ingredient yake ni kitu gani humo ndani. Na pia wale ambao mnauza skincare, mnawaambia watu hii product inasaidia kucontrol production of melanin. Aliyokuambia tunahitaji kucontrol production of melanin ni nani? Ni nani aliyosema tunahitaji kucontrol production of melanin kwenye ngozi yetu? We need our melanin. Tunahitaji melanin yetu endelee kutengenezwa. Unless mtu ana madoa usoni, ndio anaweza kujaribu kupunguza kwa zile siku ambazo madoa yake hayajapona, aweze kupona. Akishapona melanin yake endelee kutengenezwa kama kawaida. Ila you are controlling the production of melanin for the rest of your life. Yaani unatumia mafuta ya control production of melanin kwa miaka 3 mfululizo. And you expect your skin to look good after 3 more years. My friend, don't do that. Usifanye kitu kama hicho. So ni hayo tu kwa leo wapenzi. Hakikisha kama unahitaji ushauri kuhusu ngozi yako, nitumie message hapo chini au niachie comment kupitia hii video ambayo tunaangalia sasa hivi wapenzi. Na pia kama una swali lolote lile kuhusu skincare ambayo ungependa discuss hapa kwenye kipindi kijacho, hakikisha unaniachia comment hapo chini ili tuweze kuongea na niweze kukuelekeza vitu vingi zaidi kuhusu skincare, tuweze kuglow pamoja na uweze kuwa na ngozi safi na salama. Kumbuka tunahitaji ngozi ambayo iko fresh, ngozi ambayo iko healthy.
hatuhitaji ngozi ambayo iko perfect, kwa sababu hakuna kitu ni perfect, okay? Kuna siku zinatokea ups and downs kwenye ngozi, which is okay as long as you have a healthy skin, hakuna shida yoyote. So asanteni sana kwa kuangalia video hii wapenzi. Asanteni sana, tukutane kwenye video zijazo. Mwah.